إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Naam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile naihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo pia nazihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mafanikio katika dunia wala kaburini wala akhera isipokuwa ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yamezungumzwa na waliotangulia mengi ambayo ni mazuri, lakini kwa kuwa ni kupeana nafasi na kila moja kusema kile ambacho ni mchango wa kukumbusha, na mimi niko katika mlango pia wa kukumbusha. Kwa dakika hizi ambazo zenyewe ni chache za kumegamega, mimi nitazungumzia kunako hijabu ya mwanamke, lakini nitazungumzia zaidi masharti ya hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Ziko aya nyingi, ziko hadithi nyingi ambazo zinahimiza umuhimu wa kuvaa mwanamke wa Kiislamu hijabu, na kwamba ni jambo ambalo ni la lazima, sio jambo la hiari. Lakini pia kuvaa vazi hili ni dini, ni ibada. Kwa hiyo si fashion, sio desturi ya watu fulani, wala sio mila ya Waarabu, kama baadhi ya watu ambao hudhani kwamba kuvaa hijabu, hizi nguo ni utamaduni wa Waarabu. Kwa hiyo na mimi nikivaa nitakuwa naiga Waarabu. Kwa hii ni dini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu na wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Mtakapokuwa mnawauliza wake wa mtume masala mbalimbali, mambo ya kimaisha, basi waulizeni nyuma ya pazia, nyuma ya hijabu. Dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihin, kwani hilo la kufanya hivyo linafanya nyoyo zenu ziwe tohara zaidi, na nyoyo za wanawake pia ziwe tohara. Kwa hiyo hijabu ni tohara, inafanya nyoyo za wanaume zisiingiwe na uchafu, na pia nyoyo za wanawake zisiingiwe na uchafu. Kwa hiyo kuliacha vazi hili kulivaa ni kuzifanya nyoyo za wanaume ziwe chafu na washindwe kuendesha maisha na hata kuendesha dunia yao. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kuambia wake wa mtume sallallahu alayhi wasallama, ya nisaa an-nabii, enyi wake wa mtume, lasunna ka ahadin minan nisaa, ninyi si kama wanawake wengine waruka njia, wanawake wanaotembea ovyo ovyo. Ninyi si kama hao. Initaqaitun, ikiwa mtakuwa ninyi ni wacha Mungu. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajitambue kwamba yeye ni tofauti na wanawake wengine. Fala takhda'na bilqawli, msilegeze sauti zenu pindi mnapokuwa mnazungumza. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun, akawa na tamaa na ninyi yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi ya matamanio ya wanawake. Wa qulna qawlan ma'rufa, nasemeni maneno yale ya kawaida yanayojulikana, hayana ushawishi, hayana kumvutia mtu.
Kama vile haitoshi, Mwenyezi Mungu anaendelea akasema kuambia wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, waqarna fi buyutikunna, na kaeni kwenye manyumba yenu. Na asili ya nyumba wanaume ndio wanajenga, lakini kwa sababu wanawake wanatumia sana nyumba, zikanasibishwa na wao. Kama ambayo mtu anayesukuma mkokoteni, hata kama anauza nguo, anauza viatu, huitwa mkokoteni, lakini yeye sio mkokoteni, ila kwa sababu ndio anatumia mkokoteni anaitwa mkokoteni. Inawezekana ule mkokoteni si wake, amekodisha. Kwa hiyo na wanawake wamebinafsishwa nyumba si zao, lakini kwa sababu wao ndio watumiaji wakubwa wa kuzitumia zile nyumba, Mungu akasema waqarna fi buyutikun, na kaeni kwenye manyumba yenu. Lakini inawezekana mkawa mna shida ya kutoka. Ikiwa mna haja ya kutoka, wala tabarrajna tabarruja lijahiliyatil ula, basi mkiwa mna haja ya kutoka, msitoke kama walivyokuwa wanatoka wanawake wa zama za ujahilia wa mwanzo. Aya hii inaonyesha kana kwamba ujahilia utaendelea, kwa sababu huu wa mwanzo ina maana kuna mwingine watakuja, wa pili, wa tatu. Na ndio hizi zama ambazo tulizonazo pia. Wanawake wengi sasa hivi zama hizi tunaweza kusema kwamba ni za maendeleo, lakini ujahilia kwenye dini bado watu wanao. Kwa hiyo msitoke mkiwa mmejiremba, mmejipodoa, mmevaa vinguo ambavyo vyenye kuvutia. Msifanye hivyo ninyi wake wa Mtume. Alafu akaendelea akasema waqimna salata, nasimamisheni swala, waatina zakata, na toeni zaka, waatiina Allaha wa rasulahu, na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume. Kana kwamba haya mafundisho yanayotolewa haya yanahitaji watu wanaomtii Mungu na mtume. Ina maana kama mtu hamtii Mwenyezi Mungu na mtume, hawezi kufuata haya mafunzo, hawezi kuzingatia huu taratibu. Kwa hiyo wanaotakiwa kuzingatia hasa huu taratibu ni watu wanaoswali. Na ukiangalia hijabu ina mahusiano na kuswali, stara ina mahusiano na swala. Kwa hiyo mtu anayejisiri kwenye swala, haiwezekani anavaa stara kwenye swala alafu anapotoka kwenye matembezi, kwenye mitoko, akatoka na nguo ambazo ni za ajabu ajabu. Kwa hiyo swala yenyewe inamtengeneza kwamba mtu huyu awe na stara. Kwa hiyo na wanaotoa zaka, kwa maana mtu hawezi kutoa mali yake kama hana imani, lakini kubwa zaidi ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtii Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hivi ndivyo wema waliotangulia. Wao walikuwa wakiambiwa, wanasema samena wa ata'na, tumesikia na tumetii. Kwa hiyo Waislamu, kama tungeweza kusikiliza yale yanayosemwa na Mungu, yale yanayosemwa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hayo ndiyo maendeleo yetu na huko ndio kuendelea kwetu. Baada ya kusema hivyo, nimalizie na aya moja ambayo ni sehemu ya kuhimiza vazi hili kwamba ni muhimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan, na wanawake vizee wale ambao ni vikongwe, wamezeeka, hawatarajii tena kuolewa, yani hata wao wenyewe hawawazi kuolewa, lakini pia hata watu hawawafikirii kuwaoa. Falaisa alayhinna junahun, hakuna madhambi juu yao, ayadwana thiyabahunna ghaira mutabarrijatin, hakuna dhambi kwa wao kama watapunguza baadhi ya nguo, lakini wasiwe wameonyesha mapambo yao, wasiwe wamejipodoa. Hebu wewe fikiria, huyu ni mbibi, anaambiwa asiweke labda lipstick au lipu shine au lipu. Mnazijua lipu zile mnazoziweka, kwa wasichana wanazifahamu, kwa ajili ya kujiremba, kujipodoa. Pamoja na kwamba huyu ni bibi, lakini akaambiwa kama utaacha uso wako uwe wazi, yale maeneo ambayo huwa yanapunguzwa kirahisi, kwa sababu hapa kupunguza haina maana atembee kichwa wazi,
kwa sababu tutaona kama nguo ambazo anatakuwa avae mwanamke ni nguo ngapi. Kwa hiyo apunguze nguo zake zile, lakini yale maeneo atakayoyaacha pia asiwe ameyaremba. Asiwe amefanyaje? Ameyaremba. Kwa sababu anasema kullu saqitwa laha laqitwa. Kila chenye kuanguka kina muokotaji. Kwa hiyo unaweza kusema mimi nimekuwa kabibi, akapatikana naye kingine naye akasema mimi ni kazee. Kwa hiyo vibibi kabibi na kazee wakafaana, yani wakawana kwamba mbona sisi tunaendana tu. Unaonaje tukamalizie maisha? Lakini kwa barobaro, kwa watu wengine wamepita wanaona tu kama kagogo kamepita, hawajajali, hawajajua kama kuna mwanamke kwanza kapita. Lakini inaweza katokea kazee fulani ukasema huyu bado ananifaa. Kama ninyi vijana amuoni, niachieni mimi. Kwa hiyo anasema ghaira mutabarrijatin bizina, wasiwe wanaonyesha mapambo yao. Wa ayyasafifna khairu lahun, na hao wanawake wazee kama wataendelea kuvaa hijabu zao na kujifunika, hiyo ina maslahi zaidi, ina manufaa zaidi punguza. Sasa hii ni kuonyesha kwamba Uislamu umesisitiza sana swala la mavazi, na Mwenyezi Mungu hawezi kuhimiza jambo kama halina maslahi, kama halina manufaa. Kwa hiyo kuhimiza wanawake kuvaa hivi si kuonewa na wala sio dhuluma, bali ni kupewa heshima zao. Bila shaka ukiletewa chakula na mama ntilie, mmoja amefunika mwingine amekiacha wazi, utachagua kile ambacho kimefunikwa. Sasa baada ya kuona umuhimu huo, mtaishi kwa masharti 8 tu, kama tutajaliwa na muda. Yasipotimia pia sio mbaya. Alimuhimu kwamba kile ambacho utakuwa tumekadiriwa kuifikisha kiwe kimefikishwa. Katika sharti la kwanza anasema alla yakuna zinatan fi nafsihi. Hilo vazi lenyewe isiabu jamii albadani illa mastuthna, liwe linafunika mwili mzima. Hilo vazi liwe linafunika mwili mzima, isipokuwa katika maeneo ambayo ndiyo yamevuliwa. Na huku kuvuliwa, yamevuliwa kwa sababu tu ya baadhi ya wanachuoni wana ikhtilafu. Kuna kauli mbili kati ya mwanamke kufunika uso na kuto kufunika uso. Wako ambao wanasema sio wajibu, wako ambao wanasema ni wajibu. Na kauli yenye nguvu ni ya wajibu, kwa kulingana na dalili za Qur'ani na Sunna. Kwa sababu uzuri wa mtu ni uso. Yani uzuri wa mtu umekusanyika kwenye uso. Utawagundua pale kwa wanaochumbia, ili ajue mwanamke ni mzuri, anaenda kumwangalia usoni. Hawezi kuanza kuangalia miguu. Ina maana akirizika na uso ndio anaanza kuangalia maeneo mengine. Kama uso haujamridhisha, hana haja ya kuangalia sehemu zingine. Vile vile hata ukipigwa passport size haupigwi kisogoni, unapigwa usoni. Na maana wanakubali kwamba ukishaona uso wanakujua kwamba we ni nani. Kwa hiyo mtu ataanza kupendeza kwa kuonekana kwenye uso, kwa sababu uso ndio naita au nakimbiza. Kwa hiyo hili linaonyesha kwamba mwanamke kufunika uso wake ni katika jambo la wajibu. Lakini katika malezi kwamba mtu mwingine bado hajavaa jalabibu, huwezi kumwamrisha akavaa niqabu wakati huku chini hajavaa kitu. Lazima tuanze chini tupande juu. Kwenye huko mjini kuna vitu vya ajabu sana. Unaweza kukuta mwanamke amevaa niqabu lakini huku chini amevaa suruali, huku chini amevaa mpasuo, fundi kasahau wanaita. Sasa unajiuliza, hii niqabu, imani haiwezi kupanda kuanzia juu ije chini. Imani inatakiwa ianze chini kwenda juu. Sasa hii imeanza juu inashuka chini. Si katika utaratibu wa kupanda kiimani. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa kama anaanza, basi aanzie huku chini atengeneze, ndio apande afike mahala sasa anamalizia.
Lakini huwezi kuanza juu unafunika uso alafu huku chini umevaa mpasuo. Hiyo itakuwa sio imani imepanda, bali imeporomoka. Kwa hiyo iwe inafunika mwili mzima. Na hili lilikuwa linajulikana hata kwa wanawake waliotangulia. Umwatui anasema tuliamrishwa tuwatoe wanawake kwenda kuswali swala ya Idi, wanawake walio kwenye siku zao na mabinti wadogo wadogo ambao walikuwa bado wajavunja ungo, lakini waende kwenye mswala, waende kuswali. Wao wanauliza swali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akauliza swali kwamba ihdana laisa laha jilbabu, mmoja wetu hana jilbabu, atatoka kwenda kuswali? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia litulbisha swahibatuha min jilbabiha, kwamba aazimwe na dada yake na rafiki yake wa kike jilbabu ambalo litamfunika mwili wake wote, ndio atoke kwenda kuswali swala ya Idi. Hapa Mtume ametoa option kwamba achukue hata kanga mbili, ave hata dera, alafu weke kamtandio tu. Alafu huku ni kwenda kuswali ambao kuna watu wacha Mungu wanajizuia. Je, anayeenda sokoni? Je, anayopita vichochoroni? Kwa hiyo kama amezuiliwa mwanamke kwenda kuswali swala ya Idi bila hijabu, bila jalabibu, ina maana kwenye maeneo mengine mimbabi aula kwa mwanamke haruhusiwi kutoka ila kwa vazi hili. Ina maana kama hana abaki nyumbani, nyumba ndio hijabu yake. Na hili pia linawahusu wanaume kwa sababu wanaume ni wasimamizi. Kwa hiyo simwache mke wako akatoka tu hivi hivi alafu unasema anaenda kutafuta maisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha nabiyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ewe mtume waambie wake zako na mabinti binti zako, yani wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini, yudinina alaihin min jalabibihin, wajiteremshie vizuri jilibabu zao, dhalika adina ayorafna fala yudhaina, hilo litawapelekea wao wajulikane kuwa ni watu ambao ni wenye kujiheshimu. Wanachuoni wanasema ilikuwa tofauti kati ya wanawake watumwa na wanawake waungwana, kwa sababu wanawake watumwa walikuwa wanaitwa na wanaume wote njiani. Sasa ikaonekana kumuita mwanamke muungwana ni kosa kubwa. Kwa hiyo ikawa kwamba wanawake ambao ni waungwana wajifunike full ili wasiitwe mtaani. Wahitaji wao wanatofautisha, huyu ni mwanamke muungwana, huyu ni mwanamke mtumwa. Kwa hiyo wanawake wakawa wanavaa nini? Jalabibu. Kwa hiyo jalabibu hili ni vazi la kisheria. Haifai kutengeneza mtindo mwingine wa uvaaji kinyume na lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelisema kwamba wanawake wavae. Na aya hii iliteremka mwaka wa 5 Hijiria, ikiwa surati Nuru ambayo ilitangulia. Ibn Abbas alitafsiri kwamba wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala wasidhihirisha mapambo yao isipokuwa yale yanayodhihiri, akasema ni uso na viganja vya mikono. Lakini ilivyoshuka aya hii, tafsiri ya Ibn Abbas ikawa ni nyingine, sio hii tena ambayo tutaiona hapo mbele. Kwa hiyo mwanamke, jambo la kwanza istiabu jamia albadani illa mastuthna, ambacho kilichovuliwa sana sana wanachuoni waliotofautiana ni katika sehemu ya uso na viganja vya mikono. Kwa hiyo anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika surati Nuru, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kwa hiyo wanawake wanaamrishwa waumini wainamishe macho yao chini
na wazihifadhi tupu zao, na wasidhihirishe katika mapambo yao ila yale yanayodhihiri yenyewe. Hapa sio wanaoyadhihirisha, sana sana ni yale yanayodhihiri yenyewe, kwa sababu jalabibu la mwanamke lenyewe pia linahesabika nini? Ni vazi, ni pambo. Kwa hiyo huwezi kulifunika tena hili jalabibu, kwa hiyo hili linadhihirika. Lakini anasema waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin, na wapige shungi zao kufika kwenye mifuko au kwenye vifua vyao, kwa maana hii nayo ni nguo nyingine ambayo mwanamke anaivaa kwa ndani. Mwanzo wanawake walikuwa wanavaa kama masista, wanafunga tu kilemba hivi kinaangukia huku, shingo iko wazi na masikio yako wazi. Kwa hiyo wakaambua sasa funikeni, ndio wakawa wanajitanda kama mtandio hivi vidogo vidogo hivi ambao vinatakiwa vivaliwe ndani. Lakini wanawake wa kileo ndio nakuta ndio amevaa kenyewe anatoka nacho, au wamevaa jalabibu alafu analeta kama mtandio juu kwa sababu kana urembo, kana nakshi. Nasema hata kama mmenizuia kuonyesha mapambo yangu, lakini hichi pia siache. Mwanamke muungwana huwezi ukavaa vinguo vya ajabu ajabu kama watoto wa shule wanaovaa vi umbrella vile vidogo vidogo ambao kama mtu anaapa haki ya Mungu, vinaishia wapi? Shingoni. Haviwastiri. Lakini wale wanaweza kusema wametawaliwa, japo kuwa hawajakatazwa, lakini kwa kuwa wenyewe pia hawana usimamizi wanaona hiyo ndio hijabu. Mtu akivaa hichi kashungi cha hapa tu hivi, anavaa suruali, anavaa shati, anaanza kucheza mpira wa miguu, anasema nimevaa hijabu. Allah anasema waliyadribna inna ala juyubihin wala yubidina zinatahunna illa libu'ulatihin au abaihin, na kuendelea. Wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa waume zao, baba zao, baba za waume zao, ndugu zao, na kuendelea. Lakini Allah akaendelea akasema wala yadribna biarjulihin, na wala wasipigize miguu yao, liyulama ma yukhfina min zinatihin, ili yakajulikana yale ambayo wameyavaa kwenye miguu. Khilkhali zile ambazo ni bangili za miguuni, kuna baadhi ya makabila wanavaa. Kwa hiyo wasipigize miguu, sauti zile zikasikika. Ndio Sheikh Uthaymeen anasema ikiwa kupigiza miguu kwa mwanamke ile sauti ni fitna kwa wanaume, haijajulikana ikiwa mwanamke, tunachukulia huyu mwanamke amejifunika full kuanzia uso wake na kila kitu amefunika, haijulikani sura yake ni sura mbaya au ni sura nzuri, ni msichana au ni mbibi. Lakini zile sauti Mungu amekataza zisisikike. Sasa anauliza kati ya fitna ya sauti ya bangili kwa mwanaume na kumuona mwanamke uso, ipi fitna mbaya zaidi, ya kusikia sauti ya bangili au kumuona mwenyewe uso wake? Bila shaka kila mtu ana matamanio na wanawake anaweza kujua jibu ni lipi. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, na tubieni nyote kwa Mwenyezi Mungu enyi ambao mlioamini, la'allakum tuflihun, ili muweze kufaulu. Ina maana kama tuliyafanya haya, kama kuna wanawake walienda kinyume na haya, basi watubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, warejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa kuambatanisha na hiyo ndio ikaja tena ya ayuha nabii qul azwajika wa banatika, waambie wake zako na wanawake wa Kiislamu. Sasa jilbabu ni nini? Wanasema huwa ridaun satirun min alqarni ila alqadam, yani ni vazi ambalo lenye kustiri kuanzia kwenye upembe, yani kwenye unywele huku juu mpaka kwenye unyayo. Fatahsulu min alayatayn alkarimatain, basi inapatikana kwa aya hizo ambazo tumezinukuu, annahu yajibu ala almar'a, ya kwamba ni wajibu juu ya mwanamke, idha kharajat min baitiha, anapotoka nyumbani kwake, antalbasa jilbaban wa khimaran, avae jilbabu na khimar, yasturani jamia badaniha, vikiwa vitu hivyo vinastiri mwili wake wote. Kwa hiyo hapo kumetajwa nguo ngapi? Kuna jilbabu na nini? Na khimar. Kwa hiyo jilbabu ni nguo ambayo inaletwa juu, alafu khimari yenyewe iko ndani.
Na kwa nini imetajwa kwenye kifua? Kwa sababu wanawake na wanaume tunatofautiana. Wao kuna vitu ambavyo viko vifuani na vina ncha kali. Kwa hiyo kadri unavyoweka nguo nyingi unapunguza makali. Tofauti na ukivaa nguo moja, yale makali yatakuwa ni makali kweli. Wenyewe wanaweza kuwa ni mashahidi, hasa unapopishana na upepo. Unaenda hivi, upepo unakuja hivi. Utaona mwenyewe vitu vinavyolala na vile vinavyotakiwa visisimame vikaonekana. Ikiwa maiti anapovikwa sanda, watu wanaweka pamba huku wanajaza amekufa. Je, wewe ukiwa hai? Yaani wewe kujisiri kwa uzuri zaidi huko hai, na huyu ni maiti, hata mtu hatamani wala kumuwaza kwa sababu anajua tu anaenda kuzikwa. Lakini bado inaonekana tukimfunika tu na hii sanda peke yake, maungo yake yatakuwa yanaonekana. Sasa wewe ulio hai ndio ungetakuwa ujifunike kabla hujafa. Yaani unakuja kufunikwa vizuri ukiwa umekufa, lakini ulipokuwa hai wewe mwenyewe hukujali kujifunika. Kwa hiyo anasema jilbabu ni vazi ambalo linamfunika mwanamke fauqa dir'i wal khimar, juu ya dir'i na khimar. Khimar tumeshaieleza, lakini dir'u ni ile nguo ambayo inavaliwa ndani kama kanzu. Inavaliwa ndani kama nini? Kama kanzu. Waswahili wakaita dera, ambalo lina mikono mifupi. Lakini dir'u manake ni nguo ambayo ni kamisu, ni kanzu ya mwanamke ambayo inaanzia hapa inateremka chini na mikono mirefu inaenda chini. Na ndio hasa inanasibiana na kusema kwa mwanamke sasa amevaa vazi kamili. Hapa inabidi tuweke nukta kidogo. Mpaka sasa ina maana kunaonekana nguo ziko ngapi? Ziko ngapi? Kwa hiyo kuna kanzu ametanguliza, alafu ameleta na nini? Na shungi kapiga juu, si ndio Alafu akaleta na jalabibu amepiga wapi? Juu. Hizi zote ni nguo za nani? Ni za mwanamke. Lakini kuna wanawake wanavaa jilbabu tu peke yake, alafu ndani amevaa suruali. Yaani amevaa, subhanallah. وقال ابن عباس وابو عبيدة amara nisaa almu'minin, Mwenyezi Mungu amewaamrisha wanawake kupitia aya hiyo, wanawake waumini, ayuatina ruusahunna wa wujuhahunna bil jalabib. Amewaamrisha wanawake waumini wafunike vichwa vyao na nyuso zao kwa kutumia jalabib, ila aina wahida, isipokuwa jicho moja tu. Na hili ni kwa sababu ya dharura, asigongwe na toyo, asigongwe na magari anapovuka barabara, abakishe jicho hili moja. La basa kama yatabaki yote kwa ajili ya kuonea njia. Lakini bado pia ni tatizo baadhi ya wanawake wanavyozivaa hizi niqabu, ni vitu vya ajabu sana. Mwanamke amevaa niqabu lakini hizi sehemu zinaonekana, yani anakuwa kama amechungulia dirishani. Yani amevaa niqabu lakini ukimwangalia kama amechungulia dirishani. Sasa mavazi haya ndio mavazi ambayo yanatakiwa vae, lakini katika wanawake wa kisunna wengi wamekubali kuvaa jalabibu na kuvaa niqabu. Lakini hichi cha kuvaa huku ndani bado wamejipa uhuru, wanatanguliza chochote. Na hivi vinavaliwa, vingine vina urembo, vina nakshi, vingine ni dera lenye rangi tofauti. Sasa hapa kwa nini wanagoma wanawake? Na ni waumini wakabaki kuvaa hili limoja tu la kufunika, huku wakakataa. Yani ninasema kwamba mjini wengine tunayaona tunashangaa. Wanaona kama mwanamke amevaa jalabibu alafu amevaa suruali, huku ndani ametanguliza suruali. Na maana akifanya mkono hivi kinachoonekana huko ni nini? Ni suruali. Mwanamke amevaa jalabibu lakini anasema nani ataona? Akiwa anatembea hivi kweli hakuna atakayeona. Lakini anapigiwa simu, ananyanyua, huku kunaonekana.
ametanguliza kisinglet, amevaa sketi na kiblousi au kasinglet, je, hakutaonekana? Unabeba mtoto, na kweli hatuwezi kuambia msibebe mtoto kwa sababu ya jalabibu. Unataka kumweka mtoto mgongoni, jalabibu linapigwa huku, alafu huku anaingizwa mkono mtoto huku, alafu huku kuna bakije. Kwa hiyo bado stara haikustiri, maana hujafuata utaratibu. Kwa hiyo ili mwanamke kupunguza hayo makali ni pamoja na kuvaa kanzo yake, alafu alete khimari yake inayoishia hapa, alafu alete na jalabibu. Hapa ndio tunasema mwanamke ameboresha stara yake. Na bado wanawake wengine wenye busara wanapokuwa wanatembea, kama upepo ni mkali, huwa wanaweka mkono kifuani kuonyesha kwamba hivi sio vizuri na wala sio katika haya kuachia kwamba vitu hivi kawa vinapigwa na upepo na wao wanaona. Kwa hiyo anaweka mkono ili upepo hata kama ukipiga unapiga kwenye mkono, lakini hauwezi kuonyesha kifua chake. Na hao ni wanawake wenye busara. Ashartu thani, sharti la pili, alla yakuna zinatan fi nafsihi, hilo vazi lenyewe lisiwe na mapambo, lisiwe na urembo. Yajibu fi thawbil mar'a, ni wajibu katika nguo ya mwanamke, alla yakuna zinatan fi nafsihi, lisiwe vazi lenyewe ni pambo. Liqauli ta'ala wala yubidina zinatahun, na wala wasidhihirishe mapambo yao wanawake. Surati Nuru aya 31. Kwa ujumla wake kwamba vazi la mwanamke lisiwe na mvuto la kuvuta macho ya wanaume, kwamba linashawishi watu kumwangalia. Wanasema wanachuoni, wal hikma min al-amri bil hijabi, na hikma ya kuamrishwa hijabu, inama huwa satru zinatil mar'a, hakika si vinginevyo ni kufunika mwanamke pambo, yani ni kufunika pambo la mwanamke. Fala yuqalu hinaidhin, haingia akilini wakati huo, ayakuna aljilbabu nafsuhu, liwe jilbabu lenyewe zina, ni pambo. Yani mwanamke mwenyewe ni pambo, mwanamke ni urembo, mwanamke ni ua. Sasa huwezi kufunika pambo na pambo lingine, itakuwa kwanza ni israfu, ni matumizi mabaya ya kutumia mapambo. Atafanya hivi yule asiyejua, asiyekuwa na hekima, kwa sababu hekima ni kuweka kila kitu mahala pake. Kwa hiyo mwanamke ambaye anajitambua vizuri hawezi kuweka urembo juu ya urembo, wakati anatakuwa afunike urembo wake. Asema takhruju bihi almar'a, akatoka nayo mwanamke na nguo hiyo, fatuharriku shahwata wa tuthiru rijal, akawa anaamsha matamanio ya wanaume na kuwachochea wanaume au kuwashajiisha. Hili wa hadha munafi lilhikmatin min irtida'i alhijab, hii inapingana na hikma ya mwanamke kuvaa hijabu. وقد حذر الامام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر 102. Imam Dhahabi amehadharisha hili katika kipindi hicho miaka ya nyuma, min hadha naw' min alhijabi zaif, kutokana na aina hii ya hijabu ambayo ni feki, hijabu feki, au aljilbabu almutabarraj, yani hijabu ambayo iliyorembwa, yenye marembo. Faqala, akasema maneno haya, yasikilize vizuri, wa min al-af'ali allati tul'anu 'alayha al-mar'a, na katika matendo ambayo analaaniwa mwanamke, idharu zina, ni kudhihirisha mapambo, wa dhahabi, na dhahabu alizozivaa, wa lu'lu'i, na lulu alizozivaa, tahta niqabu, chini ya niqabu. Kwa hiyo kuna niqabu zingine zinavaliwa lakini ni nyepesi, zinaonesha mpaka viliovaa kwenye aliovaa mwanamke kwenye masikio yanaonekana, na vingine vimevaliwa ni viniqabu kama ulimi wa ng'ombe, chenyewe ni kadogo, alafu akipigwa tu na kaupepo kila kitu kinaonekana. Watatayubuha bilmiski wal ambari wa twibi, na vile vile kujitia manukato kwa kutumia miski na vitu vya kufukiza na perfume, na dada zake na perfume wakati anapotoka, idha kharajat, anapotoka. Walubusuha asbaghatu wal uzru alhaririya, na vile vile kuvaa nguo zenye rangi mchanganyiko, nguo zenye rangi madoa doa,
mistari pundamilia au punda nani mnaowajua, na kuvaa zile nguo za ndani na kuvaa nguo za hariri pia hizi hazifai. Wala aqbiyatil qiswari, na kuvaa majuba ambayo ni mafupi, yani jalabibu ile ambayo tumesema wakati mwingine inaitwa ni juba, lenyewe ni lifupi. Ma tatwili thaubi, na akarefusha nguo ya ndani. Yani kuna nguo zile za ndani za wanawake wanaozivaa ndani, zenyewe zinaitwa nguo za ndani, kama zile underskirt zingine ni ndefu kama mifuko ya mashine. Yani kuna wanawake wameletewa hizo, anavalia huku lakini bado ni ndefu, zinapitiliza mpaka chini. Kwa hiyo asivaa hii nguo ambayo ni ya kisheria yenyewe ikawa ni fupi, zile ambazo ni mapambo ya ndani yakawa ni marefu, au amevaa lisuruali lake la ndani likawa ni lirefu linatokeza kwa chini. Watausiatil akmami, na kupanua hii mikono hii. Kuna mahijabu mengine yameletwa sasa hivi ni ya ajabu sana. Yani huu mkono ni mpana hivi, na maana anaweza kumuingiza mwenzake huku na akatokea huku chini. Ina maana huyu hata ukimwambia nipe kitu akifanya tu hivi, ina maana unaona huku ndani, yani side ya huku na kunaonekana huku ndani, kwa sababu mkono mwenyewe ni mpana. Je, hii ni stara? Sheikh anasema visiwe hivyo, isiwe mikono hiyo ni mipana. Wanawake kwa kufuata mitindo na fashion sasa hivi, hayo mahijabu yapo, hayo magauni yanovaliwa ya mtindo hivi yapo. Anasema watatuwiliha, na kuyarefusha, yani yawe marefu, hiyo mikono iwe mirefu. Anasema wakulu dhalika minatabarruj, yote hiyo ni katika kuonyesha mapambo. Alladhi yamqutu Allahu alayhi, ambao Mungu anachukia, wa yamqutu fa'ilahu, na anamchukia mtendaji wake, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhera. Wal hadhihi al af'al allati qad ghalabat ala akthari nisa, na kwa ajili ya matendo haya ambayo yamewashinda wengi ya wanawake, qala anuhunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema italatu ala nari faraaitu akthara ahliha nisa, nilionyeshwa moto nikaona walio wengi motoni ni wanawake. Kwa sababu ya uzembe huu wa uvaaji huu, mtu anajiamulia anavyotaka kuvaa. Na hasa wanawake wanapokuwa wamepata uchumi, wamepata pesa, hawawasikilizi waume zao kwenye mavazi. Anamwambia mume, kwani wewe unanunua? Umetoa hela au ni mimi? Yani ni kitu cha ajabu sana. Unaweza kufikiri kwamba huyu mwanamke ni safari yetu ni moja, tunatafuta pepo, au yeye anatafuta moto, mimi natafuta pepo. Kwani wewe sio mja wa Mungu ambaye ameamrishwa kuvaa hijabu? Kwani wewe hutakiwi kufuata sheria ya Mungu? Je, kama ungekuwa hujaolewa na hakuna mwanaume aliyekuoa, ina maana huwezi kuvaa hijabu mpaka upate mwanaume? Kwa hiyo mwanamke bado yeye anatakiwa atekeleze amri ya Mungu kama ni muumini, lakini kama ni mnafiki basi avae anavyotaka, kwa sababu wanafiki huwa wanavunja sheria za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana almu'minu wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, haiwi kwa muumini wa kiume wala wa kike pindi anapohukumu Mwenyezi Mungu jambo na mtume wake, wao wawe na khiari. Hebu tuwaulize wanawake, kwa nini huku chini mnavaa vitu vya ajabu alafu huku juu mnavaa jalabibu? Hiyo nani kawapa? Mtanijibu baadaye. Sharti la tatu anasema an yakuna safiqan la yashifu, anasema liwe ni zito lisiloonesha. Hilo vazi alilovaa mwanamke liwe ni zito, lisiwe linaonesha. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maslahi ya muda anasema sunifani min ahli nar, Mtume anasema sunifani min ahli nar, makundi mawili ni makundi ya motoni, la muarahu ma sijapata kuyaona. Qaumun ma'hum siyatu kadhinabil baqar, watu ambao wanatembea na mijeledi kama mikia ya ng'ombe, yadribuna biha nas, wanawapigia watu. Lakini akasema wanisaun kasiyatun ariyatun, na wanawake waliovaa lakini wako uchi, mailatun mumilatun, wanabezi kwenye mitindo na fashion,
na kuwafundisha wengine wavae mitindo hiyo, fashion hiyo kama walivyovaa wao. Waruusuhunna kasnimatil bukhtil ma'ila, na utawagundua kuwa hawa ni wanawake wabaya, vichwa vyao ni kama vinundu vya ngamia. Wana double head, yani kichwa kikubwa na kidogo. Wanasuka twende kilioni, twende msibani. Au kichwa kikubwa kwenda juu, twende mlimani. Hao Mtume anasema la yadkhulna lijannata, hawatoingia peponi ngo, wala yajidna rihaha, na wala hawatoipata harufu ya pepo. Ingawa harufu ya pepo inapatikana kwa masafa marefu sana, lakini kutokana na kwamba wao ni wafitinishaji, wanachochea uovu katika jamii, wanaharibu akili za vijana, wanaharibu akili za wanaume, wanaofanya wanaume wasiwaze ya Mungu, wawaze yao, wamewekwa mbali na moto, wamewekwa mbali na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanamke lile alilolivaa, hata kama nilijuba, kama linaonyesha, mtu akimwangalia anaona alivyosuka, anaona mabega, anaona gauni aliyovaa limeishia wapi, na mpaka makenchi ya mabega yanaonekana yalivyosimama. Kwa hiyo hilo litakuwa ni vazi ambalo halijakizi vigezo, hata kama limefunika kuanzia juu mpaka chini. Sharti la 4 anasema an la yakuna dayiqan yasifu a'dha al-badan, lisiwe ni vazi ambalo ni finyu, limebana, linasifia viungo vya mwili. Sasa hivi ukiwa mjini kule unasikia lugha mwanamke body, mwanamke nyonga, mwanamke kisigino, mwanamke sijui nini. Yani wanampamba tu ili wamfanye avae wanavyotaka wao. Kwa hiyo mwanamke naye sasa hivi unakuta kwamba anavaa vinguo vinavyofuata body yake. Body yake maana yake ni mwili wake ulivokaa, maana yake sehemu yenye bonde nguo naye iende kwenye bonde, sehemu yenye mlima na yenyewe naye ipande mlima. Kwa hiyo hii ndio anafikiri kwamba amevaa. Mpaka kuna vibodi vingine vya kuvaa tu. Mwanamke ameona kwamba hii haitoshi, ngoja nitafute kibodi cha kuonyesha mkono. Yaani anavaa kisoksi kinaishia hapa, kanaonyesha bodi ya mkono. Huyu si mwanamke anayejitambua. Wale wanasema ni mwanamke wa Kiislamu lakini hajitambui. Kwa hiyo mwanamke si bodi, bali mwanamke anatakiwa afunike bodi. Kwani unaenda kuuzwa? Unasema kwamba nivae bodi yangu ionekane, mtu akiniona ajue kwamba anapata kitu cha size gani. Kwa hiyo mwanamke hauzwi. Kwa hiyo asivae vazi ambalo limembana, limemnyonga au limefuata mwili wake. Ni katika mambo ambayo hayakubaliki katika sheria ya Uislamu. Sababu hapa nimeshaandikiwa dakika, maana yake hapa naenda kwenye kutaja. Sharti la 5, alla yakuna mubakharan mu'attaran, lile vazi analolivaa mwanamke lisiwe limetiwa manukato. Ina maana mwanamke huyu asijitie manukato, pamoja na kwamba amevaa stara. Asivae hayo, asijiweke manukato, ima ya kujifukiza, ima ya kutumia perfume, kutumia nini. Mwingine atakwambia mimi mwenyewe na harufu mbaya, sasa nikitoka hivyo nitakuwa nakera watu. Kaa nyumbani. Kule unafuata nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha kharajat ihdakunna ila almasjid fala yaqrabanna twiban, rawahu Muslim. Anapotoka mmoja wenu kwenda msikitini asikaribie manukato, yani asishike manukato. Na hadithi nyingine nasema ayyuma imra'atin ista'tarat, mwanamke yeyote atakayejitia manukato, famarrat ala qaumin, akapita kwa watu fulani, liyajidu min rihiha, ili wapate ile harufu yake, fahiya zaniyatun, mwanamke huyu atakuwa amefanya zinaa. Manake zinaa hii sio ile hakikia, ni zinaa majazi. Kwa sababu wanaume watakao, kuna zinaa ya macho nayo huwa yanafanya zinaa. Kwa hiyo amewasababisha ilikuwa wasimwangalie, lakini kwa sababu amejitia manukato,
pua imenusa, na baada ya pua kunusa macho yatasema ni nini hicho. Kwa hiyo yataangalia, yatajua kwamba huyo ni nani kapita. Kwa hiyo atakuwa amefanya dhambi, na madhambi hayo atayapata yeye kwa kushawishi wanaume. Lakini unanikumbusha zimebaki ngapi? Sababu mimi siangalii hapa. Anasema shartu sadisu, sharti la 6, alla yushbiha thiyab ar-rijal. Vazi analolivaa mwanamke hilo lisiwe linafanana na vazi la wanaume. Mwanamke kuvaa nusu kanzu, mwanamke kuvaa suruali na t-shirt, hata kama ni chumbani kwa mume wako umetinga lijinsi, umetinga jinsi ndani, bado unajifananisha na wanaume, kwa sababu imekatazwa kujifananisha na wanaume, haijalishi mko chumbani au laaniwa. Mwanamke atakayevaa mavazi haya atakuwa amelaaniwa. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa ibn Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal. Amewalaani Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaume wanaojifanya wanawake, wal mutarajjilati min an-nisa'i, rawahu al-Bukhari. Na wanawake wanaojifanya vidume, hawa nao wamelaaniwa. Manake wanaovaa mavazi ya wanaume, amevaa kanzu ya mwanaume, amevaa kilemba cha mwanaume, amevaa suruali, amevaa vile ambavyo ni vya kiume, na mwanaume hivyo hivyo. Lakini sharti lingine anasema alla yushbiha thiyab al-kafirati. Vazi la mwanamke wa Kiislamu lisifanane na vazi la wanawake wa kikafiri. Mavazi ya wanawake wa kikafiri, na hayo ndiyo ambayo yako mengi sana na yana majina mengi. Mara unaitwa kabasho, nguva, sijui utumbo wa bata, kuna rusha roho ile ambayo imepasuliwa katikati, kwa hiyo anapotembea upepo ukipiga fanya hivi, nakupa sikupi, nakupa sikupi, wakaita rusha roho. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anatakuwa ajiepushe na mavazi ya wanaovaa wanawake wa kikafiri kwa ajili ya mawindo ya kuwawinda wanaume. Kwa hiyo yeye hatakiwi kujifananisha na wanawake wa kikafiri, kwa sababu wao hawana dini. Kuvaa fundika sahau, sujui kadha wa kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Anayejifananisha na watu fulani, na yeye atakuwa ni miongoni mwa hao watu. Kwa kumalizia, sharti la 8 anasema alla yakuna alhijabu libasa shuhura, kwamba hilo hijabu analolivaa lisiwe ni vazi la umaarufu. Umaarufu hapa ina maana ya kwamba mwanamke atakaovaa vazi kwa nia yake kwamba yeye ni wa matawi tofauti, ajionyeshe kwamba yeye ni tofauti na wengine, hili linamuingiza kwenye makosa. Lakini kama atavaa hijabu akaonekana ni maarufu kwa sababu kwenye eneo hilo hamna watu wanaovaa hijabu, hili haliwezi kuingia kwamba amevaa kwa ajili ya umaarufu, kwa sababu hii ni sheria na wala sio mila na wala sio desturi. Kwa hiyo yeye atalivaa hata kama watu hawalijui, na ndio sehemu ya kufanya dawa, atakuwa analingania watu walijue vazi hilo la Kiislamu. Lakini inawezekana kwamba vazi hilo alilovaa mwanamke likawa lina urembo, limepambwa, limefanywa nini, ndio likafanya kwamba lionekane tofauti na yeye ni mashuhuri, au likamfanya akajulikana kwa wengine kwamba yeye ni tofauti. Lakini inawezekana pia vazi hilo ni chakavu, limechakaa, lina viraka vingi, mpaka kila akipita anajulikana huyo ni mama fulani tu. Kwa hiyo nguo aliyopita nayo ni yeye. Kwa hiyo hii nayo inampa nini? Umaarufu. Kwa hiyo haitakiwi ikampa kujulikana, endakuwa akitoka akipita barabarani watu wajue tu ni mwanamke wa Kiislamu kapita, amevaa vazi la Kiislamu. Kwa hivyo
najua muda utakuwa umeisha, labda hizi dakika ambazo nazitumia zinawezekana zimeongezeka, na mimi niishie hapa kwa kusema ya kwamba nimejaribu kufinya na kuminya ili angalau kufikia malengo kuyataja haya masharti 8, kwa maana ya kwamba yakitekelezwa na mwanamke wa Kiislamu atakuwa ametatua tatizo kubwa sana kwenye jamii ya Kiislamu na jamii ambayo sio ya Kiislamu, lakini pia atakuwa ametekeleza vigezo vya vazi lake la Kiislamu. Kwa yule anayetaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala na anataraji kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah walipe kila la kheri na wazidishie katika maisha yenu na dini yenu na katika mema ya siku ya kiyama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.